lenye lengo la kukomboa jamii, lenye lengo la kuendeleza kazi ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ambayo ilikuwa ni kuja kuikomboa jamii yote. Sasa nisiseme sana kwa sababu mambo ambayo yalifikishwa katika mpango kazi ni mengi. Anapokuwepo amiri wetu wa mkoa, hakuna mwenye mamlaka, hakuna mwenye nafasi ya kusema isipokuwa ni yeye. Kwa hivyo amiri, kabla sijakukaribisha, ni kutambulisha ambao wapo mbele yako ni wanatamsia ambao tunawalea. Kuna vijana kutoka sehemu mbalimbali katika manispaa yetu ya Singida, wa hapa katikati ya mji pamoja na nje ya mji. Lakini tunao viongozi wa matawi ambao ndio wawakilishi wa watu hawa. Tuna vijana wa vyuoni. Wanafunzi mmesoma vizuri hapa. Kama mnaweza kuhifadhi hizo sura ambazo mlikuwa mnaambiwa msomo mnasoma, ya usiri kule katika elimu ya mazingira. Vile ni vitu vidogo sana. Tamsia mkoa wa Singida tunafurahi kuona, tunatamani kuona vijana wetu ikifaulu katika elimu ya mazingira. Mkoa wetu mara nyingi tumekuwa hasa kidato cha 4 tulikuwa na changamoto katika mikoa ya mwisho. Singida tu lazima tuseme. Sasa kama tunaweza kukariri sura hizi ndefu na sio mmoja wala nyingine, inakuwaje leo tushindwe mambo madogo kama kuulizwa jela ni kwa nini? Lakini sura ndefu ni kariri. Ina maana kuna wakati tunakuwa tunaregea sehemu. Kwa hiyo niwaombe, cha kwanza kabisa tuishike Qur'ani, tujifunze wote na tufahamu maana na tuishi kama tunavyotaka. Cha pili, na ile elimu ya mazingira basi kwa vile tunatumia, tunahitaji sana vijana wa Kiislamu ili tusome baadaye tusaidie umma. Naamini wao wamesoma hapa. Kesho na kushughulika katika viongozi ambaye anajua na Qur'ani atakuwa ni kiongozi mwema. Dr. Hamda, watu wametoka na mpaka amefika alitoshehe ustadi ni kwa sababu ni mapokeo yule mwaki wa kwanza au walimu waliofundisha mzuri. Tatizo kubwa katika dini yetu ya Uislamu, ukimpata mwalimu wa awali akawa ni mbovu katika Qur'ani akakusomesha, unaweza ukakariri kitu kibovu na mwisho wa siku ukaja ukawa ni mwalimu, ukaja ukawa ni shehe, lakini Qur'ani yako ikawa ni mbovu mbaya. Sinaelewa ndugu zangu. Mitihani hii tunashuhudia tunapokuwa tunaswalishwa huko msikitini. Na hapa shule ya Qur'ani haya ni muhimu sana yakaimarishwa. Ni muhimu sana yakafanywa kuwa ni wajibu kuyafanya, wala isiwe ni hiari, ni lazima kuyafanya. Kwa sababu katika tatizo tuliokuwa nalo katika madarasa zetu, walimu wanadili na masomo mengine mengi tu. Walimu wanadili na fikhi, wanadili na tarehe, sira, wanadili na hadithi, wanadili na nahwu, sarfa, balagha. Lakini Qur'ani mbovu. Madarasa tunatembea madrasa, wao madrasa, lakini wao walimu mwenyewe au wanafunzi wa madrasa kusikiza Qur'ani wanasoma ni mbovu. Ndio msiba tulikuwa nao. Ndio leo tunaona msikitini tunaona maswali. Wewe unaswalisha kama unaijua Qur'ani mpaka ukiwapa mtihani. Mashehe leo ukiwachukua mashehe labda 10 ukawaweka wakwambie someni sura al-Fatiha. Wallahi na kwa kweli unazosipata kama na shehe leo. Sisemi 100. Tunafikia sasa hivi. Lakini
Inawezekana ni shekhe anaitwa fatwa kubwa ni kuonea bovu. Sasa hizo fatwa wao tunazijadili kwa Qur'ani yako hiyo. Kuna kitu muhimu kushika Qur'ani. Qur'ani katika Uislamu ndio kitu nambari 1 katika elimu ya dini. Elimu zote tumefaradhisha kusoma. Lakini kilichokuwa faradhi ya lazima, faradhi muhimu zaidi kuliko faradhi zote ni kusoma Qur'ani. Hilo la kwanza. La pili, naomba nitumie fursa hii. Kwa ndugu yangu wewe ambao unalikuwa pia ujumbe huu ufikie Waislamu popote Tanzania. Na hasa wazazi na mashehe. Hivi sasa madrasa zimekufa. Sio zinakufa, zimekufa na hayupo shekhe wa kutamka hiyo, hayupo. Nimeshika wengi leo kwa sababu yeye anasomesha kwake, anahisi kwamba madrasa ziko hai, lakini wao kwa madrasa zimekufa. Mimi kuna madrasa najua zilizokufa kabisa. Yaani hakuna mwanafunzi hata mmoja. Nikifikiria hiyo madrasa shule wameacha Qur'ani, na nimekuambia kwa mfano kuna madrasa zimekufa. Mimi ninajua wallahi la adhim nimesimama hapa nimekufa. Kuna madrasa najua wallahi zimekufa. Lakini madrasa tulizo ni shekhe. Madrasa iko kwenye msikiti. Unaanza maswali. Hawa waumini gani wanaingia kusali na wajui swala zao? Tunaona vituko kila siku msikitini. Watu wanaingia msikitini na majezi. Mijezi imeandikwa hapa MBT. Sport Press. Mungu